Tumesikia na tunaona katika baadhi ya vyombo vya habari, media, mitandao ya kijamii kwamba kuna watu wanakusudia kufanya maandamano. Sisi kama Umoja wa Maimamu na Walimu wa Madrasa Tanzania UMATA tunasema hatuko tayari kuunga mkono mambo hayo, na vile vile tunawasihi Waislamu na wasiokuwa Waislamu tusiunge mkono maneno hayo mabaya ya baadhi ya watu wachache wanaoitakia mabaya nchi yetu. Na tunasema kama wao wanaona hali hiyo ambao wanaitisha ni sawa, basi wasiwaseme maneno haya wakiwa katika nchi za watu huko Ulaya, waje hapa Tanzania wao watuongoze katika hayo wanaoyasema. Lakini sisi kama Watanzania hatutokuwa tayari kuchochewa na kuamrishwa tufanye mambo ambayo hao wanaotuamrisha wao wenyewe wako nje za nchi hii, wako katika mbali kabisa na hapo. Kwa hiyo natoa wito ya kuwasihi Watanzania wenzangu, Waislamu na hasa viongozi wa dini, tujikite katika kuzungumza amani, tujikite katika kuhimiza amani na uzalendo katika nchi yetu, na sisi kamwe tusiwe chanzo cha kuvuruga amani hii. Mimi kama kiongozi wa dini ninawaomba sana enyi wa Tanzania tusikubali hamasa hizo, lakini hamasa zikikuchochea na ukaingia katika maandamano unapelekea kuharibu taifa letu. Tujifunze yanayotokea katika mataifa mengine kama vile Sudani na maeneo mengine mengi. Sasa hivi tumekuwa Tanzania ni kitovu cha kuwapokea wakimbizi, hata wakimbizi wa nchi jirani. Sasa na sisi tusitafute kuwa wakimbizi katika taifa letu. Enyi wa Tanzania wenzangu, chonde, amani tuliyokuwa nayo ni tunu kutoka kwa Mola wetu mlezi. Tunawaomba Watanzania wenzangu tusitumie fursa hii au tusitumie tunu hii tuliojaliwa na Mola wetu vibaya. Taifa linatutegemea sisi sote, viongozi wa dini na nyinyi vile vile wafuasi wetu. Sasa tutapoingia katika maandamano hayo yanayosemwa katika tarehe 7 mwezi wa 7 Julai hii inayokuja, siku ambayo ya furaha, siku ambayo wafanyabiashara wanapeleka biashara zao katika uwanja wa Sabasaba na sisi tunakwenda kununua, wanataka kutuletea maandamano siku hiyo. Maana yake wanataka kutuletea mchafuko siku hiyo, wanataka kuchafua miundombinu yetu, wanataka kutufanya mambo yale waliotufanyia Oktoba 29. Walichoma magari, majambazi waliiba, lakini vile vile walitaka kutuvamia katika sehemu mbalimbali. Sasa kama wewe Mtanzania ukiona shiriki katika jambo hilo, manake ona karibisha mchafuko katika nyumba yako. Nchi yako ni nyumba yako. Usikubali miundombinu ya nchi yako ikaharibika. Mwisho wa siku Mtanzania mimi na wewe ndo tutapata shida. Hata upata shida yule aliyekuwa kwa nje, yule anakupigia simu au anakutumia message kwamba fanya hivi, yeye yuko na raha zake kule, lakini mimi na wewe ndo tutapata shida. Niwaombe ndugu zangu, Watanzania wenzangu, viongozi wote wa dini zote tushirikiane kulikemea jambo hili. Maimamu wa misikiti wote Tanzania nzima tushirikiane katika kulikemea jambo hili. Kila imamu aangalie waumini wake, kama kuna muumini ambaye na tukutu la jambo hilo, basi akae naye amfahamishe. Niwaombe sana viongozi wa dini, niwaombe sana viongozi wa taasisi, niwaombe sana watu mmoja, mzazi mmoja, zungumza na mwanao. Hili jambo asilikaribishe, wala hili jambo asijihusishe, wala hili jambo asishiriki. Kushiriki kwake jambo hilo manake kutuathiri sisi sote. Na watu ambao wasiojulikana hawa wanasema wanataka kuandamana tarehe 7 mwezi wa 7, na sisi tunajua kabisa tarehe 7 ya mwezi wa 7 ni siku ya sherehe ya wafanya biashara ambao wanakwenda kufanya maonyesho yao. Sasa leo wanasema kwamba tarehe 7 ya mwezi wa 7 wanataka kuandamana na kuwapa nafasi watu vibaka kuweza kufanya uharibifu katika nchi yetu. Wallahi sisi hatutoweza kukubali. Kunahitajika sana wananchi wa Tanzania kubadilika, kwa sababu tunatakiwa tujifunze kwa mifano tunayojifunza
Oktoba 29 yaliyotokea, kila mmoja anayajua. Watu walikuwa ndani, hawana kazi, hawana kitu cha kuweza kufanya, kwa sababu kuna ulinzi mkali sana barabarani. Ndugu zangu, tujifunze kwa mifano. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha kwa mifano ya kwamba kuna nchi ambayo Allah aliipa neema kubwa, aliipa neema kila sehemu kuna neema Allah Tabarak wa Ta'ala, lakini hatu hawa hawakutosheka na ile neema, wakakufuru neema ya Mwenyezi Mungu. Sasa katika kufuru neema ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akawaletea vazi la njaa na shida mbalimbali. Basi hapo, kutokana na yale ambayo waliokuwa wakiyafanya, basi Mwenyezi Mungu akawapa adhabu hiyo. Sasa sisi hatutoweza kukubali kupata madhila hali ya kuwa tuna akili timamu. Bana, cha msingi inatakiwa tuweze kufuata na sheria za Mwenyezi Mungu. Uongozi huu unatakiwa kuweza kuonya na utaratibu wake. Kuna utaratibu wa kuweza kufikishia ujumbe serikali, lakini watu wakatokea wanataka kuvunja jahazi ambalo tuliolipanda sote kwa pamoja. Bana, watu wakawa wanataka kuvunja ama kupasua jahazi hilo, hatutoweza kukubali. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, kama mtawaacha watu hawa wakabomoa wakalitoboa jahazi hilo, basi wataangamia wao na sisi tutaangamia. Lakini tukawazuia watu hawa wasibomoe jahazi, basi tutapona wote kwa pamoja. Wao watapona na sisi tutapona biidhnillahi tabaraka wa taala. Sasa sisi hatutoweza kukubali. Tuko katika jambo ambalo la kusimamia na kuhamasisha wananchi wa Tanzania kuwa na amani. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri, tuwe na amani inshallah biidhnillah.